Kwanza ni ushamba kweli, kwa sababu matokeo kupoteza mchezo ni sehemu ya mchezo. Unapochagua kushabikia mchezo wa mpira wa miguu, basi jitahidi kuhimili pande zote mbili, kwa maana kumbuka kwamba kuna nyakati utapata furaha, lakini kuna nyakati pia mpira utakuhuzunisha. Na huzuni, kitu ambacho watu wakifahamu, machungu ya mchezo wa mpira wa miguu ni sehemu ya mpira wa miguu, ndio burudani miongoni mwa burudani ambazo zinapatikana katika mchezo wa mpira wa miguu. Kwa sababu ukishabikia mchezo wa mpira wa miguu, kuna nyakati lazima utakukwaza. Pindi ambapo inakukwaza ndio kipindi ambacho unapaswa sasa kuenjoy raha ya football. So kwa mimi nadhani ni ushamba, na pia mashabiki wanapaswa kujifunza. Kama wamechagua kushabikia mpira, basi wachague kupata matokeo yote matatu, kwa maana kushinda, kusuruhu au kupata sare na kupoteza mchezo. Simba amesafiri pia kuelekea hapa nchini Angola kucheza dhidi ya Petro Atletico, na moja kwa moja Simba na alama moja. Ni wazi kwamba katika msimu huu hawezi tena, hata kama akipata ushindi katika michezo yote miwili iliyobakia haendi popote. Simba wanakwenda katika mchezo huu kutafuta nini hasa? Kujenga heshima ama walau kujikwamua kutoka huko katika kuburuza mkia katika kundi lake? Huu ni mchezo ambao una sura tofauti. Sura ya kwanza ni mchezo wa kwenda kutengeneza heshima ama kutafuta heshima, kumaliza kundi kinyonge. Timu yenye standard ya Simba ni fedhea, aibu na dharau. Yes, kwa lenki za kafu namna ambapo alivyo ukubwa wa Simba Afrika nzima, kumaliza kinyonge kwa wao ni aibu. So wanakwenda kutengeneza hiyo heshima. Lakini ukiacha hivyo, mimi nitautazama kwa sura ya pili, kwa maana ni mchezo ambao mwalimu wa Simba Steven Becker atakwenda kuutumia kama sehemu ya pre-season kuhakikisha ataporudi katika ligi kuu soka Tanzania bara anarudi akiwa timamu kweli, kwa sababu ukiangalia katika dirisha hili dogo la usajili, Simba wamefanya sajili nyingi, sajili ambazo ukiziangalia unaona quality, lakini bado huoni chemistry. Sasa kama una quality afu chemistry hakuna, kuna nyakati utashindwa kushinda mchezo, kwa sababu ile chemistry, patterns za kiuchezaji katika pitch zinakosekana. Kwa hiyo kila mchezaji atatumia uwezo binafsi. Sasa ukikutana na mchezo mgumu, uwezo binafsi peke yake hauwezi kwenda kuamua mchezo. Utahitaji collectively, kwa maana timu, muunganiko wa timu, wachezaji wacheze as a team. Sasa kipindi ambacho watafuta wachezaji wacheze as a team, lazima utengeneze mazingira kupata mchezo kama hii yenye intensity ya juu. Kama utafanikiwa kuonesha kitu bora mbele timu kama Pato, ukija katika timu za daraja la kawaida, dhahiri shahiri unaweza ukapata kitu bora. Ikumbuke Simba wamepata sare mbele ya Mtibwa Sugar, ni timu ya kawaida, na hawajapata sare kwa bahati mbaya, kwa sababu ya mwenendo la timu, na ukiangalia timu haikuwa na muunganiko mzuri. Sasa kuna sajili mpya ambazo sasa zimefanyika. So far lazima mwalimu atahitaji muda aendelee kuunganisha hao wachezaji, ili mradi waweze kuproduce kitu bora ambacho kitakwenda kuisaidia Simba.